Mtoto mdogo aitwaye Percy Jackson anazaliwa nusu binadamu wa kawaida, nusu kiumbe ambaye haeleweki, lakini hapa alikuwa na uwezo wa kuona viumbe ambao si wa kawaida. Naam, basi karibu tena katika movie yetu ya siku ya leo. Hii ni season mpya inayoitwa Percy Jackson and the Olympians. Tupo katika episode ya kwanza. Basi katika movie yetu tunaanza katika eneo ambalo kijana huyu mdogo alikuwa anasema kwamba mimi ni kijana naitwa Percy Jackson. Nimezaliwa katika sehemu ambayo mimi mwenyewe binafsi sielewi nini ambacho kimeweza kunileta hapa. Sasa movie yetu inaanza katika shule moja ambapo katika shule hii alikuwa anakimbia Headmaster kinoma noma. Headmaster huyu alikuwa mmoja kumfuata Percy mahali ambako alipokuwa ameenda kujificha katika eneo la juu kabisa. Huku alikuwa akitazama vitu mbalimbali katika mji huu. Hatujui nini ambacho kana kitazama, lakini kipindi ambacho Headmaster huyu ameweza kumchoka kijana yule, tuliweza kumuona dragon. Basi akampeleka ofisini kwake na kisha akaanza kumwambia kwamba usidhani kwamba vitu unavyoviona ni vitu vya kweli, ni imagination tu. Wewe ni kijana ambaye umeweza kuona vitu ambavyo ni vya kawaida tu, wala usidhani kwamba umeweza kuona kitu kibaya. Usiogope, unapaswa uweze kuendelea na masomo yako. Kila alichokuwa anajaribu kuweza kuambia watu walikuwa muamini. Siku moja akiwa darasani, mara ghafla aliweza kuona ng'ombe aliyekuwa anatembea barabarani, na hapo hapo inaweza kugeuka kuwa gari la taka. Wanafunzi wenzake walizidi kumshangaa kila mara, lakini Percy alikuwa na mtu mmoja aliyekuwa karibu yake. Huyo si mwingine bali alikuwa anaitwa Groove. Groove ni kijana mdogo ambaye mara kwa mara alikuwa anahitaji vurugu hata shuleni. Wanafunzi walikuwa wakimuonea, ila Percy alikuwa na hasira sana. Sasa siku moja walienda katika trip moja ya darasani, wakaenda katika museum moja. Katika hii museum, kipindi ambacho mwalimu wao alipokuwa basi anajaribu kuweza kueleza kwamba kila mmoja anapaswa aweze kuchagua moja kati ya sanamu na kisha ajibu maswali yaliyokuwa ameweza kupewa kupitia mtihani wake. Basi kila mmoja alichagua sanamu lake na kisha Percy katika mtihani wake alianza kuona kama vile maruerue, lakini ndio hivyo maswali yalivyokuwa basi yanazidi kuonekana pale yalikuwa tofauti kabisa. Basi akachagua mmoja kati ya sanamu ambalo sanamu hili aliwahi kuweza kuliona katika kipindi ambacho alivyokuwa mdogo sana. Akaanza kujibu maswali yake, lakini ghafla akakumbuka kumbukizi akiwa na mama yake. Mama yake alimleta hapa na kisha siku ya leo mtoto huyu alikuwa anamuuliza kwamba mama, huyu ni nani? Mama yake akamwambia kwamba huyu anaitwa Percy. Basi mama yake akaanza kumpa siri kuhusiana na sanamu hilo. Akamwambia kwamba huyu ni sanamu ambaye alikuwa anafanya mambo makubwa sana hapo zamani, na alikuwa ameweza kupigana dhidi ya vitu vya ajabu, yani mapepo. Na baada ya kuweza kuona namna ambavyo alivyokuwa shujaa, nikaweza kukupa jina lake. Mtoto aliweza kupata furaha sana, lakini mara ghafla kipindi ambacho basi aliweza kuguswa na mtu mmoja pale aliweza kutamka jina kwamba mama, lakini hakuwepo mama yake katika lile eneo. Wanafunzi wenzake waliweza kumshangaa sana na kuweza kusema kwamba vipi wewe, hauna akili timamu nini? Mwalimu wake aliweza kuwatuliza na kisha akamjaribu kuweza kumwambia Percy kwamba wewe ni kijana ambaye unaona vitu ambavyo ni vya kipekee, na naamini kwamba unastahili kuweza kupewa zawadi. Akampatia kalamu. Percy akaendelea na mambo yake kama kawaida, akaangalia sanamu lile na kisha nyakati alivyokuwa basi ameweza kupumzika huko nje, yeye pamoja na Groove pale alikuwa anamwambia Groove kwamba hahitaji kuweza kuona namna ambavyo vijana wenzake walivyokuwa basi wanazidi kuwaonea. Anatamani siku moja aweze kuwafanyia kitendo ambacho si cha kawaida. Groove akamwambia kwamba usifanye hivyo, sio jambo zuri hata kidogo. Lakini mara ghafla mwanamke mmoja ambaye anaitwa Nancy akaanzisha varangati katika lile eneo. Huyu alikuwa anajaribu kuweza kuanzisha kitu ambacho yeye mwenyewe binafsi hajui kwamba nani atakayeweza kumsaidia. Nancy aliweza kuwarushia uchafu mmoja pale. Hapo Percy aliweza kumfuata na mara ghafla aliweza kumrusha kupitia mikono yake. Haijulikani kwamba Percy aliweza kutumia nguvu gani, lakini nguvu hizi ni nguvu za asili. Mtoto yule hakika alipiga makelele sana, ndipo hali ya hewa iliweza kubadilika kabisa pale, na hapo aliweza kujitokeza mwanamke mmoja katika lile eneo. Huyu alikuwa anaitwa Mrs. Odds. Sasa Percy alikuwa anasema kwamba Mrs. Odds, lakini wanafunzi wenzake walikuwa hawezi kumuona. Huyu hakuwa Mrs. Odds hata kidogo. Alibadilika kabisa muundo wake, sura yake, lakini pia hata mwenendo wake, namna ambavyo alikuwa anatembea, na kisha akamrukia pale Percy, na Percy alianguka down. Lakini huwezi kuamini, Percy alikuwa na upanga ambao ni wasiri. Upanga ule ulikuwa umeweza kujificha katikati ya mikono yake. Aliweza kuchomeka ule upanga ndani ya mwanamke ule bila hata yeye mwenyewe kuweza kufikiria mara mbili, na hapo aliweza kupotea. Wanafunzi wenzake walimfuata pale na kisha wakawa wanajiuliza kwamba imekuwaje. Wakaanza kumlaumu kwamba alikuwa ameweza kumrusha Nancy katika eneo la maji. Hapo kesi ikaanza upya. Mwalimu wake aliweza kumuuliza maswali mengi sana, lakini huwezi kuamini, alisema kwamba sijamshika Nancy na hakuna kitu chochote ambacho kuweza kukifanya katika siku ya leo.
Groove alikuwa hana nguvu yote ya kuweza kumtetea. Kesi ikafika mpaka kwa Headmaster. Headmaster akaweza kuwapigia simu wazazi wake, lakini pale pale akaweza kuwapa suspension yeye pamoja na Groove. Uweza amini Groove katika siku ya leo aliweza kumsaliti Percy na kusema kwamba ni kweli kwamba Percy alifanya unyama ule, aliweza kumrusha mtoto wa kike katika eneo la maji kupitia mikono yake. Alibisha, lakini hakuna mtu yote aliweza kumsikiliza pale. Kesi ilikuwa ngumu sana. Akatoka nje, mwalimu wake darasa ajaribu kuweza kuongea naye na kuweza kumtuliza. Akajaribu kuweza kumwambia kwamba naamini kile ambacho anakisema wewe. Hakuna mtu yote anaweza basi kukuamini, lakini mimi hapa nakuamini. Basi anaweza kuchukuliwa pale shuleni na kisha akaletwa mpaka nyumbani. Huku nyumbani sasa, alifika pale ndani, alikutana na mzee mmoja ambaye huyu ni mmoja kati ya mtu ambaye analelewa naye katika hii familia. Na pale pale alijaribu kuweza kumpa maneno ambayo si ya kawaida. Lakini akaingia mpaka katika room ambapo mama yake mzazi alikuwa katika eneo la dirishani huko hivi. Alikuwa akisikiliza muziki na mara ghafla alipomuita direct alienda kumkumbatia mtoto wake. Baada ya kumkumbatia, mtoto alianza kujielezea kwamba nini ambacho kimeweza kutokea. Mama akamwambia kwamba usijali, ninaelewa kila kitu. Akaweza kumpatia zawadi na kisha wakaweza basi kufanya utaratibu wa kuondoka katika ile familia. Angalau waende katika sehemu ya nje kabisa. Mama anajua siri ya mwanae kwamba ni nusu mtu, nusu kiumbe ambaye si wa kawaida. Mama aliweza kuaga katika ile familia, akamwaga huyu mzee na kisha wakaelekea katika eneo la siri kabisa. Lakini kumbuka kwamba mtoto huyu alikuwa anakumbuka matukio tofauti kila mara. Hata alipoingia ndani ya gari, basi yale matukio basi alikuwa anaweza kumjia katika macho yake. Kila alipokuwa ameweza kufunga tu macho, alikuwa anaona vitu ambavyo si vya kawaida. Wakaenda katika eneo la siri ambako huku ni kama vile nyumba ambayo ilikuwa pembezoni mwa eneo la mji. Sasa akajaribu kwenda kuongea na mama yake. Mama yake anamwambia kwamba nini ambacho anajaribu kuweza kuniambia katika siku ya leo. Mtoto anasema kwamba mimi mwenyewe sijielewi, lakini mimi mwenyewe nafsi yangu ni kama vile inanyasuta. Mama baada ya kugundua kwamba mtoto wake ameanza kukutana na hali ambayo si ya kawaida, basi leo akajaribu kuweza kumwambia ukweli. Mama akamwambia mtoto wake kwamba katika familia yetu mimi ndo mtu ambaye niliweza kuzaa na miungu ya siri, na katika hii nyumba ambayo tumekuwa tukija mara kwa mara, basi katika eneo hili ndipo nilipoweza kukutana na baba yako. Baba yako alinipenda sana, lakini hata mimi nilimpenda sana. Katika siku ya leo nataka nikwambie ukweli, umekuwa mmoja kati ya kijana wangu mpenzi katika maisha yangu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba wewe ulizaliwa kupitia nguvu ya binadamu na nguvu ya Mungu. Mtoto akaanza kubisha, lakini mama yake akazidi kumwambia kwamba wewe si binadamu wa kawaida, wewe ni binadamu ambaye mara kwa mara utatakiwa kuweza kukutana na vitu ambavyo si vya kawaida vitakavyoweza basi kwenda kuwadhuru wanadamu, na wewe unapaswa ende kupambana navyo. Mtoto akazidi kupinga, lakini mama akamwambia kwamba hilo unapaswa ulitambue, ubishi usibishi. Pamoja na kwamba mtoto huyo alikuwa anazidi kubisha, pale pale akaweza kuingia Groove. Kumbuka kwamba Groove alikuwa ameshaweza kumsaliti kule shuleni. Alipoingia pale ndani, mama akaanza kumwambia kwamba karibu sana Groove. Sasa siri ambayo ilikuwa imeweza kujificha ni kwamba Groove yeye ni mmoja kati ya mtu ambaye nusu mbuzi, nusu mwanadamu. Sasa naye pia ni mlinzi wa kwake bwana mkubwa, yani Percy. Katika siku ya leo basi pale Groove akamwambia mama yake Percy kwamba vipi hujamwambia Percy kuhusiana na maisha yangu? Akamwambia kwamba mimi ndo mlinzi wako. Basi wakaondoka katika lile eneo haraka sana, na kisha akamwambia kwamba unafuatiliwa. Sasa nyuma ya gari lao, kipindi ambacho basi walivyokuwa wanaisha gari lao, hapo wanaweza kuona vitu ambavyo si vya kawaida. Kuna ng'ombe mmoja mkubwa sana. Ng'ombe akaanza kulipushi gari katika kona mbalimbali. Mama mzazi akazidi kutetea maisha ya mtoto wake. Purukushani zilikuwa nyingi sana katikati ya barabara. Hali ilikuwa si shwari. Mara ghafla katika eneo lile pale ajali mbaya sana iliweza kutokea. Wote kwa pamoja wakaenda down. Basi wakapambana kuweza kutoka ndani ya gari, na kisha kipindi ambacho basi wametoka ndani ya gari lile wakaanza kukutana. Walipokuwa wanaelekea ni wapi? Walikuwa wanaelekea katika upande wa pili wa dunia, ambako huko ndipo ambako binadamu ambao si wanadamu wa kawaida ndipo wanapoishi. Viumbe ambao ni nusu wanadamu, nusu viumbe ambao wamezaliwa na miungu. Sasa Percy pamoja na Groove ndio walikuwa na uwezo wa kuweza kuvuka katika ile eneo. Mama mzazi akamwambia mtoto wake kwamba katika siku ya leo naomba uweze kuanza kujitegemea. Pale pale Groove akapewa kazi na mama yake Percy, na huyu anakuwa anamuita Mrs. Jackson. Percy alikuwa anashangaa kile kitendo ambacho mama yake mzazi alikuwa anakifanya pale mbele yake. Alikuwa anamwapisha bwana mkubwa Groove kwamba kuanzia hivi sasa yeye ndiye atakuwa mlinzi wa maisha ya mtoto wake, na hapo Groove akaapa na kusema kwamba nitakuwa mlinzi mimi. Basi yule mnyama akaanza kuja kwa kasi sio kwa kawaida, lakini huku mama akazidi kumwambia mtoto wake kwamba utakiwi kukata tamaa katika maisha yako. Wewe ni mwanaume akatagi tamaa, mwanaume anapambana mzee. Wewe utakiwi kuweza kuwa mtu wa upinde.
Mtoto analalamika na kumwambia mama yake kwamba tunapaswa tuweze kuondoka wote. Mama anasema kwamba mimi siwezi kuvuka katika hilo eneo. Mimi ni mwanadamu wa kawaida, nilizaa na kiumbe ambaye simjui na ninaamini kwamba alikuwa Mungu. Basi bwana, mama akaamua kuweza kumwambia mtoto wake kwamba naomba uweze unikabidhi koti lako. Baada ya mama kuweza kukabidhiwa lile koti, amegundua kwamba yule kiumbe anafuata harufu ya huyu half breed, yani kiumbe ambaye ni nusu mwanadamu nusu mnyama. Sasa mama akachukua lile koti na kisha huyo mnyama sasa akawa anakuja taratibu. Huyu Grove pamoja na Percy wakaenda kujificha. Mama sasa akachukua lile koti na kisha akaanza kumzeveza huyo mnyama. Mnyama baada ya kuweza kusikia harufu ya mtoto yule anaitwa Percy, hapo akaweza basi kujikita na kuweza kumzuru mama yake mzazi Percy. Alimshika tu katika mkono wake huku Percy akizidi kuita mama, lakini mama yake mzazi aliweza kupotea katika mikono ya kwake huyu mnyama. Sasa Percy baada ya kuweza kuona mama yake mzazi akiwa ameweza kufa katika mikono yake, hapo hasira iliweza kumpanda. Panga likaweza kujitokeza. Panga hili ni panga ambalo si la kawaida. Akajikita kuweza kupambana na huyo mnyama. Lakini huwezi kuamini, huko Grove alizidi kulia kwamba Percy achana na hicho kitu. Mnyama yule alikuja katika hali ambayo si kawaida. Ng'ombe alimpiga kinoma noma. Panga kule, Percy kule. Kila mmoja alienda down. Percy alikuwa hana la kufanya katika kipindi hichi hapa, lakini huwezi kuamini, dakika za mwisho kabisa hata upanga wenyewe binafsi unaweza kupotea pale. Mnyama huyo aliweza kumpiga sana Percy, lakini Percy alikuwa mjanja bana, aliweza basi kujikita katika mgongo wa huyu mnyama. Ng'ombe aliyekuwa anatembea, ng'ombe huyo alijipiga katika miti mbalimbali na mwisho wa siku ng'ombe yule aliweza kuteketea. Percy sasa kumbe naye alizimia baada ya kuweza kumpiga kabisa yule mnyama, na hapo tunaonyeshwa kwamba ilikuwa ni distance fupi sana kuelekea katika eneo ambalo viumbe hao walipokuwa wanaishi, yani nusu mwanadamu nusu kiumbe ambaye amezaliwa na miungu. Sasa huku waliweza kumfuata Percy na kisha iliweza kusikika sauti ikiwa nasema kwamba huyu inawezekana kwamba ndio mtu sahihi tuliokuwa tunamsubiria kwa miaka mingi sana. Karibu sana Percy Jackson. Sasa wengine walikuwa na miundo mbalimbali kama vile farasi, wengine kama vile binadamu ambao walikuwa hajakamilika. Na hapo tunaonyeshwa kwamba Percy alikuwa anashangaa sana. Bana naam. Basi karibu tena katika episode ya pili. Dondosha comment yako hapo chini niambie tuendelee na movie yetu katika episode ya pili au la. Bye bye for now.